Ndoa nyingi leo zinavunjika si kwa sababu watu hawapendani, hapana. Mara nyingi ni kwa sababu watu wengi hawatambui haki za msingi za kila mmoja katika hiyo ndoa. Yaani mtu anakuwa hajui haki ya mwanaume ni ipi, haki ya mwanamke ni ipi ya msingi katika hiyo ndoa. Unakuta mara nyingi watu hawazijui hizo, kwamba mwanamke ana haki gani na mwanaume ana haki gani katika ndoa. Utafiti wa saikolojia ya familia umeonyesha kwamba familia nyingi au wanandoa wengi ambao wameishi kwa misingi ya kila mmoja kutambua haki ya mwenzake na kuheshimiana na kupendana, wamekuwa na maisha marefu katika ndoa zao na wamedumu sana katika ndoa. Leo katika Moyo wa Malezi tunaenda kuzungumzia haki 6 za msingi, yani 3 za wanaume na 3 za wanawake. Tutazungumza tu chache, 3 kila upande. Tutaonyesha ni haki zipi za ndoa za wanaume ambazo wanatakiwa wapatiwe, na ni haki zipi za ndoa wanawake pia wanatakiwa wapatiwe, ili maisha yaweze kwenda vizuri bila kuwa na msuguano wowote. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa hivi, kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya ndoa yako na kwa ajili ya jamii nzima. Pia kama unahitaji ushauri kutoka kwetu, una uwezo wa kutuandikia au kutupigia simu kwa namba 0754579224. Karibu na tuanze. Sehemu ya kwanza sasa tuangalie haki 3 za wanaume. Haki ya kwanza kabisa ni haki ya heshima. Kitaalamu tukija kuangalia saikolojia ya ndoa inasema kwamba wanaume wanajisikia vizuri sana pale ambapo wake zao wanawaheshimu. Yaani mwanaume unamheshimu, wewe kama ni mwanamke unamheshimu mume wako aliyekuoa. Maana yake pale unakuwa haumdhalilishi, unatambua juhudi zake. Pia unakuwa hausemi mambo yale ambayo ni ya familia yako, yaani haumdhalilishi sehemu yoyote ile. Mwanaume anapojihisi anaheshimiwa, anakuwa anafurahi na hiyo ndoa ina uwezo wa kudumu. Lakini pale mwanaume anapohisi haheshimiwi, hata kujitoa kwake kwenye familia kunapungua. Kwa hiyo ni haki ya msingi kabisa ya mwanaume kuheshimiwa na mke wake. Haki ya pili ya mwanaume ni kuaminiwa. Tafiti za mahusiano zinaonyesha kwamba wanaume wanajisikia vizuri sana pale ambapo wanakuwa wanaaminiwa na wenza wao. Hii mwanamke anapokuwa anamwamini mume wake, hiyo inamjengea hata kujiamini yeye mwenyewe. Pia inamjengea mwanaume kuwa na bidii ya kuchapa kazi. Pia inamjengea mwanaume kujisikia salama zaidi anapokuwa na mke wake. Kwa hiyo wanawake mara nyingi wale ambao wanawaamini waume zao unawakuta wanakuwa hawana msongo wa mawazo, stress zinapungua. Mwanaume anakuwa anajua sasa mke wangu ananiamini, kwa hiyo kila anachokifanya mke wangu anajua ni sahihi, ni haki. Mwanaume anapokuja anajieleza labda kwamba leo kipato kimeenda 1 2 3, mwanamke anamtia moyo, anamwambia hakuna shida mume wangu, mimi ninakuamini, najua wewe hakuna tatizo. Mwanaume anakuwa anajisikia vizuri. Kwa hiyo mwanaume akipata haki ya kuaminiwa na mke wake, inampunguzia msongo wa mawazo, inamfanya na yeye mwenyewe ajiamini, awe na bidii, achape kazi. Wanawake muamini waume zenu. Haki ya 3 ya mwanaume ni haki ya amani ya nyumbani. Wanaume mara nyingi wanapopata utulivu, yaani anakuja nyumbani anakutana na utulivu, anakutana na mtu ambaye amefurahi, anakutana na mtu ambaye anatabasamu, mara nyingi inamfanya mwanaume hata katika mzunguko wake wa akili awe vizuri. Pia inamfanya hata mwanaume awe lijali, awe gentle, kwa sababu unakuta mara nyingi ana yale mawazo ya msongo wa mawazo wa kuhisi kama anadharauliwa, yani anapata utulivu, anapata amani. Mara nyingi hata katika mazungumzo, majibizano ni mazuri. Ameuliza jambo anajibiwa vizuri. Mazungumzo ya upendo, mazungumzo ya amani, mazungumzo ya karibu ya kumweka pamoja, kumvuta. Kwa hiyo mara nyingi mwanaume anapokuwa anapata utulivu nyumbani, hata utendaji wake wa kazi unakuwa ni mzuri. Ana uwezo wa kufanya kazi vizuri, na ana uwezo wa kurudi nyumbani mapema, na ana uwezo wa kuwa ametulia kabisa kwenye familia yake vizuri. Sasa tunaingia sehemu ya pili ambayo ni haki za wanawake. Haki ya kwanza kabisa ni haki ya kupendwa na kujaliwa. Mtafiti wa mahusiano
Dr. John Gottman ameeleza kuwa ule upendo tu kidogo, yani unaoonyeshwa kila siku kwa mwanamke umeweza kudumisha ndoa. Yaani ndoa nyingi ambazo wanaume wanaonyesha upendo kidogo kila siku, anamuonyesha upendo, maneno mazuri, anazungumza naye, umefanya ndoa nyingi sana zimeweza kudumu, tofauti na pale ambapo hakuna upendo. Hisia kidogo tu, mara nyingi wanawake wanapenda kuona mwanaume anamjali, anampenda, anakuwa karibu naye, anampa muda wa pamoja. Umefanya kazi, wewe ni mwanaume kule, umechapa kazi na nini, lakini kuna ule muda ambao unatakiwa uwe na mke wako, muda wa kuwa naye pamoja. Umsikilize hisia zake. Unajua mara nyingi wanawake anaweza kawa anazungumza, lakini mwanaume kwa sababu amechoka na kazi, anakuwa yani hamsikilizi. Ni jambo baya sana, yani mtu anazungumza afu wewe hausikilizi. Kwa hiyo moja kwa moja inamuonyesha kabisa kwamba mtu hakujali, mtu hakupendi. Kwa hiyo mwanamke ana haki ya kupendwa na kusikilizwa, yani kujaliwa. Ukimjali, kama wewe ni mwanaume ukamjali mke wako, ukamsikiliza, ukampenda, ukampa muda, hiyo ndoa ina 99% kudumu kuliko kuvunjika. Haki ya pili ni haki ya mawasiliano mazuri na lugha zenye staha. Mara nyingi wanawake anapenda kabisa mwanaume wake pale anapokuwa labda mnapokuwa mmezungumza katika kujibizana, basi kuwe kuna zile lugha nzuri ambazo ni lugha zenye staha. Lugha ambazo hazidhalilishi. Lugha ambazo, na mara nyingi ukikuta kwa wanaume ni ngumu sana kama amekosea kusema samahani. Mara nyingi wanaume wanapenda kusema yaishe. Ninasema yaishe. Lakini katika hiyo yaishe, basi iwe na lugha ambayo ni nzuri, yenye staha ya kuonyesha kwamba kweli kuna kosa limefanyika, lakini sasa hapa mtenda kosa ametambua kosa lake. Na wakati yule mwanamke sasa anaelezea labda pale alipokwazwa, mwanaume anatakiwa asikilize. Yaani una haki ya kumsikiliza akazungumza mpaka akamaliza. Hata kama ni maneno mengi anazungumza, kwa sababu wanawake ni mafundi wa kuzungumza. Hata kama anazungumza yani anazungumza mambo mengi, wewe mwanaume sharti lako ni kutakiwa umsikilize, azungumze mpaka amalize mwisho, afu unamshauri vizuri. Unazungumza naye, unamjibu vizuri, unamjibu kwa upendo. Yani mwanamke hapo anajisikia kabisa furaha na anajisikia amani na yanaisha kweli. Lakini pale ambapo atakuwa hajibiwi vizuri, hasikilizwi, yani anapokuwa umefanya kosa labda wewe mwanaume, lakini anakuletea usiniletee upuuzi, usiniambie, usifanye, yani zile lugha ambazo hazifai, mara nyingi ndoa zinakuwa zinavunjika kwa vitu vidogo tu kama hiyo. Hicho tu kidogo kabisa, lakini kina uwezo wa kuvunja ndoa. Haki ya tatu kwa mwanamke ni haki ya usalama na ulinzi. Kijamii na kisaikolojia, wanawake wanatakiwa kutambua kabisa kwamba wanalindwa na waume zao. Mwanamke anatakiwa kujitambua kwamba yeye yuko salama anapokuwa na mume wake. Haingiliwi na watu wengine katika maamuzi ya familia yake. Unakuta familia nyingi, mara nyingi sana wanawake wanakuwa ananyanyasika kupitia ndugu wa mwanaume. Mwanaume naye anakuwa hana ile sauti ya kuwakataza na kuwaambia kwamba mimi sitaki kumuonea mke wangu, kumnyanyasa wala kufanya nini. Jambo lolote kama ni gumu niulizwe mimi. Mwanaume ambaye anakuwa hana uwezo wa kumsimamia mke wake, mke anakuwa yani hahisi amani, hahisi ulinzi. Mwanaume anatakiwa umlinde mke wako, umlinde dhidi ya mikono mibaya, umlinde dhidi ya watu ambao wanataka kuharibu hiyo ndoa, umlinde, uhakikishe kwamba yani unampatia ulinzi. Mwanamke anapopata ulinzi, anapopata uhakika wa usalama, anajisikia vizuri, anakuwa ana amani, saikolojia yake inakuwa vizuri, ana uwezo wa kutunza watoto wake vizuri, ana uwezo wa kufanya kazi zake vizuri, akiwa anaamini kabisa ana jemedari mmoja ambaye ni mume wake. Mwanaume ambaye yeye ana uwezo wa kusimama popote akajisifia kwamba mimi mume wangu mimi. Kwa hiyo mwanamke haki yake ya msingi pia kabisa ni haki ya ulinzi na usalama anapokuwa kwa mume wake. Ndoa si sehemu ya mashindano ya nani ana haki zaidi. Ndoa ni sehemu salama ya watu wawili wanaopendana kuhakikisha kwamba wanaheshimiana. Mwanamke anatambua haki za mwanaume na mwanaume anatambua haki za mwanamke. Na pale ambapo mwanamume ataheshimu haki za mwanamke na mwanamke akaheshimu haki za mwanaume, maisha yanakuwa mazuri, maisha yanakuwa sawa kabisa, lakini sio kushindana. Eti kushindana kwamba mimi nataka haki hii, mimi nataka haki hii.
katika kushindana na kujibizana, ndipo hapo panapokuwa panaleta misukosuko. Kwenye familia kunahitaji upendo, kunahitaji uvumilivu, kunahitaji heshima na kunahitaji sana kumtegemea Mungu. Kwa sababu mara nyingi Mungu ndiye mlinzi wa kila kitu. Mungu ndio ana uwezo wa kuisimamia ndoa na ikadumu. Lakini pale ambapo Mungu anaisimamia hiyo ndoa, lazima na wanandoa wenyewe watambue kila mtu asimame kwa nafasi yake. Kila mtu amheshimu mwenzake, kila mtu ampende mwenzake, kila mtu ajue kabisa kwamba mimi ninatakiwa kufanya hivi na sitakiwi kufanya hivi. Bila shaka umejifunza kitu kipya siku ya leo. Hivyo basi, kama unaona video hii imekusaidia kwa namna moja ama nyingine, usiache kushare, usiache kulike na usiache kusubscribe ili uendelee kuwa mmoja wa familia ya Moyo wa Malezi. Asante kwa kuwa mmoja wa familia ya malezi. Tutakutana tena kwenye video nyingine inayofuata. Asante.